Tarehe 22 ya Agosti, Mama Kanisa husherehekea kumbukumbu ya Bikira Maria, Malkia wa Mitume. Sherehe ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria inaendelezwa katika sikukuu ya Bikira Maria Malkia Mama Yetu. Sikukuu hii inaadhimishwa wiki moja baada ya sherehe ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria. Katika siku hii tunamtafakari yeye aliyeketi upande wa kulia wa mfalme wa milele, aking'ara kama malkia, akituombea kwa mwanaye kama mama yetu. Tangu karne ya mwanzo wa kanisa, waamini wamekuwa wakisali na kumwimbia Maria nyimbo za sifa kwa sababu ya ukuu na heshima aliyopewa zaidi ya kiumbe kingine chochote, kwa sababu yeye ni malkia mtukufu wa ulimwengu. Wakristo wamekuwa wanatambua umalkia wa Maria, mama wa Mungu, ambaye mwana wake anatawala nyumba ya Yakobo hata milele, kama ilivyo katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 1 na mstari wa 32. Wanateolojia wa kanisa wanamuita Maria mama wa mfalme, mama wa Bwana. Mtakatifu Gregory wa Nazienzi anamuita mama wa mfalme wa ulimwengu wote na Bikira mama aliyemzaa mfalme wa ulimwengu wote. Kutokana na mafundisho ya msalaba ya mababa wa kanisa, wanateolojia wamefikia hitimisho na kusema kwamba Bikira Maria ni malkia wa viumbe vyote, mama mkuu wa wanadamu wote. Mtakatifu Alfonsi Mario wa Liguori anasema kwa vile Bikira Maria alipewa heshima ya kuwa mama wa mfalme wa wafalme, kanisa linamheshimu na linataka apewe heshima kwa kuitwa malkia. Papa Pio wa 9 anasema hivi kuhusu Maria, akielekeza moyo wake wa kimama kwetu na akihangaikia wokovu wetu. Anajali watu wote wapate wokovu. Alifanywa na Bwana kuwa malkia wa mbingu na dunia na kuinuliwa juu ya makundi ya malaika na watakatifu mbinguni, akisimama upande wa kulia wa mwanaye wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo. Anatuombea kwa sala zake zenye nguvu na anatupatia kile tunachoomba. Akitangaza rasmi sikukuu ya umalkia wa Bikira Maria, Papa Pio wa 12 alisema, tunapenda siku ya sikukuu ya Bikira Maria malkia na mama iwe siku ya watu wote kujiweka tena wakfu kwa moyo safi wa Bikira Maria, ili tupate matumaini ya kupata heri ya kufurahia ushindi na imani na amani ya Kikristo. Wote tumwendee kuomba huruma na neema ya Mungu kwa maombezi ya malkia mama wa Mungu katika shida zetu. Alete mwanga kwenye giza, faraja katika shida na huzuni. Tujitahidi kubandukana na utumwa wa dhambi. Yeyote anayemheshimu Maria mtawala na malaika wa wanadamu analipa deni la dhambi rohoni mwake. Hivyo tumuite Maria malkia na mama yetu, anayeleta baraka ya amani na anayewaletea watu wote baada ya maisha haya amani na furaha. Sikukuu ya Bikira Maria malkia ilipewa nafasi katika liturujia ya kanisa na ni mnamo mwaka 1955 na Papa Pius wa 12 alipoiandika katika orodha ya maadhimisho rasmi. Tafakari.